Yani wanasema ya kuwa ukiwa unataka kufanya kazi, ukiwa unataka kuapply ama kutafuta kazi huku Canada na wewe uko nje, uangalie vizuri zile kazi tu ambazo zimewekwa kwa sababu ya watu ambao ni wageni ambao wako nje ya Canada. Sasa utakuja hapa mahali unaandika search job open to international. Yani angalia zile kazi ambazo zimewekewa kwa sababu ya wale candidate ambao ni international ambao hawako hapa. Then you will click here. Utagusa hapo. Ukishagusa hapo wanakuletea result ya kazi. Na hizi kazi kama unavyoona zimepostiwa leo tarehe 9. Nadhani hii video unaiona tarehe 10 lakini mimi nimeifanya tarehe 9 mwezi wa 4 2025. Kazi ndio hizo ziko hapo. Kuna hotel front desk, Leza TV, Sahani ya Jamii. Eyo watu wangu wa nguvu wa Leza TV, familia yangu, asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kuwa mwanamemba wa familia ya Leza TV. Lakini pia asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kujifunza kutokana na kile ambacho tunakifanya hapa Leza TV. Nia na mazumuni ya kufanya video hizi ni kwa sababu tu ya kusaidia wale ambao wanania na pia wana ndoto lakini walikuwa wanakosa mtu wa kuwaelekeza jinsi ya kuweza kutafuta kazi wala kuomba kazi katika nchi ya Canada, ukiwa labda mahali popote duniani ama ukiwa tu Afrika. Kwa kifupi tuseme Afrika kwa sababu tunaongea Kiswahili. Kwa hivyo nadhani wale ambao tunataka kuwasaidia sana ni watu kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo, Rwanda, Burundi na nchi zingine ambazo labda watu wanaelewa lugha ya Kiswahili. Hizi vitu zinapatikana sana kwenye mitandao na watu wanaviongea katika lugha mbalimbali labda ambazo uzielewi lakini zina mafumbo mengi sana, kwa sababu wengine wanafanya kwa sababu ya kutengeneza pesa. Wanataka labda wakisha kuonyesha njia wa kukwamishe mahali fulani uweze kukwama ili uweze kuwatafuta uwalipe pesa. Lakini mimi sifanyi kwa faida yoyote ya pesa, nafanya tu kwa upendo katika hali ya kutaka kusaidia watu wengine, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba watu wanalipa pesa nyingi sana kuweza kupata hizi siri ambazo mimi niko nazitoa kwa bure, na wengine wanakuliwa pesa. Lakini kumbe hivi vitu ni vitu vya kawaida sana ambavyo wewe mwenyewe ukiwa nyumbani kwenyu kupitia simu yako ya mkononi unaweza kujifanyia na ukapata faida kupitia labda laptop, kupitia kompyuta, kupitia simu ya mkononi, kifaa chochote cha kielektroniki ambacho kinaweza kuingia internet, kuingia Google, kinaweza kukusaidia kufanya application. Ndio maana mimi nimejitolea kuweza kuwasaidia. Kama nilivyosema, sihitaji malipo ya mtu yoyote, sihitaji pesa kutoka kwa mtu, sihitaji mtu aniandikie aniambie kaka nisaidie kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine nitakulipa pesa. Hapana, sitaki. Nachotaka kukifanya na kifanya kwa moyo wangu, kwa upendo. Ndio maana pia ningetaka na wewe unirudishie huo upendo kwa kulike hii video, kueme hii video. Lakini pia kama uko na swali baada ya kila kitu ukisikia vizuri, unaweza kuniuliza kupitia comment section. Itakuwa jambo la msingi sana. Lakini pia unaweza kushare, kupartage na wengine, kwa sababu tuendeleze ule upendo. Labda ile kazi ambayo wewe unatafuta sio ambayo rafiki yako anajua. Wewe unaweza kuwa unajua kazi tofauti na rafiki yako anajua kazi nyingine tofauti. Nyinyi wote wawili mkajaribu bahati na Mungu akawasaidia, mkasafiri, kila mtu akakuja kufanya kazi yake anayojua. Ama labda mmoja katikati yenu akabahatika akakuja kufanya kazi, siku nyingine akamsaidia mwenzaje katika njia nyingine tofauti, kwa sababu hii dunia huwezi kujua ni nani atakusaidia. Mimi napenda kusema vizuri sana, ni vizuri kujenga daraja kuliko ukuta. Maana daraja kwa Kiswahili cha Kongo wanaita kilalo ama pont, bridge kwa Kiingereza, itakusaidia kuconnect na watu wengine. Lakini unapojenga ukuta itakuzuia kuwa na, yani itakutenga na watu wengine. Kwa hivyo jenga daraja kwa kupartage, kushare na watu wengine hii good news, kwa sababu kama vile watu mlivyoomba, Wafaransa tayari wenye walielewa ile video ya kwanza ambayo nilifanya nikielekeza gisi ya kuomba kazi, tayari wao wameshaanza kupata result zao. Wanawasiliana na makampuni tayari ya Canada ambayo yanataka kuajiri.
wengine wamepangiwa siku ya interview. Nadhani dada Agnes, yeye interview yake ilikuwa tarehe 8. Alituambia kupitia group yetu ya WhatsApp. Inaweza kuwa vizuri sana kama atarudia tena kutuambia matokeo yalikuwa vipi, itakuwa vizuri zaidi. Lakini pia kuna baadhi ya watu wengine ambao leo nilikuwa na kazi ngumu sana, nadhani hata nimeongea ndani ya group. Kuna watu wengi wameniuliza maswali, kuna wenye wamefanyikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kuna ambaye leo hii alikuwa anaambiwa makaratasi ambayo anatakiwa kutuma kwa sababu labda waliona kule kama wana interest na yeye, yani wanahitaji mtu kama yeye. Kwa hivyo nimefanya kazi kubwa sana leo kujaribu kuwasaidia wengine. Lakini nikasema nitasaidia tu watu wale ambao tayari wameshajibiwa. Lakini kama wewe ndio bado unataka kuanza kufanya hii process ya kuomba kazi kupitia Job Bank, leo nimeamua nifanye video hii kwa Kiswahili na Kiingereza. Maana tayari nimeshafanya nyingine kwa Kiswahili na Kifaransa. Hiyo ya Kiswahili na Kifaransa nitaweka link kwa description ya hii video. Chini hapa kutakuwa link ya hiyo video ya Kifaransa. Kama utaelewa maneno ya Kiingereza, uende uelewe ile ya Kiswahili na Kifaransa. Nadhani itakuwa vizuri zaidi, itaweza kukusaidia. Lakini pia kwenye description pia hapa nitaweka link ya WhatsApp group yetu, ili unaweza kuigusa ikakusaidia. Description ni pale ambapo unagusa video, ukikuwa unatazama video YouTube, ukiigusa pale chini, ukiwa unaitazama pale ambapo watu wana comment, kuna mahali kunaandika description. Utagusa pale, itakuonyesha kila kitu, maelezo, kuna hashtag nimeweka pale. Lakini pia nitaweka link ya video ambayo nimeifanya ya kuonyesha jinsi ya kuomba kazi nikitumia lugha ya Kiswahili pamoja na Kifaransa. Lakini katika video hii nimeifanya kwa kutumia lugha ya Kiswahili na Kiingereza ili kuwasaidia watu wangu wa Tanzania na wa Kenya pia, kwa sababu nimeona audience yangu kubwa sana ni ya Tanzania, lakini pia Kenya wanatutazama sana. Kwa hivyo nikaona niwapatie hii chance pia waweze kuelewa mambo na jinsi wanaweza kuomba kazi Canada wakiwa nyumbani kwao wametulia. Kwa hivyo itakuwa jambo la msingi sana kama utafuatilia kwa makini sana, na ukiwa na swali usisite kuniandikia kupitia comment section hapa YouTube. So twende pamoja mtu wangu wa nguvu, niweze kukuonyesha jinsi ya kufanya, na kutakia kila laheri na mafanikio katika prosesi yako hii ya kutafuta kazi Canada. Itakuwa jambo rahisi sana na la kufurahisha sana kwako, kwa sababu itakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kufanya. Hakikisha umefuatilia kwa makini zaidi. Na kila siku napenda kusema kwa wale ambao wanataka kuomba kazi kupitia hizi njia, make sure mko na passport. Passport ni kiungo muhimu sana kabla hujaanza kufanya application zako. Lakini kama wewe ni mkimbizi na uko na makaratasi yote ambayo yanaonyesha wewe ni mkimbizi, pia unaweza kuhusika, kwa sababu Canada inapokea wakimbizi, inapokea pia watu ambao wako na passport zao. Lakini nimesema kuna link nyingine ambao ni ya wakimbizi peke yake, wale ambao wamehamishwa bila kulazimishwa kutoka sehemu yao na kwenda sehemu nyingine, hawana uwezo wa kufanya kazi katika nchi ambazo ziko. Niko na good news kwenyu, niko na taarifa nzuri sana ambayo nitawafanyia video nyingine ya kuwaonyesha jinsi ya kufanya application katika nchi ya Canada pamoja na Australia. Marekani ilikuwa miongoni mwa hizo nchi, lakini kwa sababu ya hali ya Trump na Donald Trump kile ambacho anakifanya, kwa hivyo itakuwa ngumu sana kwa wale ambao wangetaka kwenda Marekani. Lakini kwa wale ambao wanataka kuja Canada pamoja na Australia kwa wakimbizi, hii narudia vizuri, ni kwa sababu ya wakimbizi ambao wako kwenye makambi ya wakimbizi, ama ni wanaitwa urban refugee ama refugee urban. Niko na good news kwenyu, nitawaletea kupitia channel yenu ya Power ya Leza TV. Kwa hivyo kwa kifupi, stay tuned, fuatilia video hii ambayo nakuelekeza, na Mungu atakusaidia. Peace. Guys, kama tulivyosema, leo tutakuwa tunaelekezana jinsi ya kufanya. Kama mnavyoona simu yangu hapa, niko kwenye application hapa kwenye Google. Utakuja hapa kwenye Google yako. Tayari mimi nishaandika hii Job Bank Canada for foreigners. Utaklik hapo, itakuletea hivi kwenye screen ya simu yako ama screen ya mashini yako. Inategemea kama unatumia mashini ama laptop ama unatumia simu. Then kuna hii foreigner candidate from outside Canada. Nimemwambia kuna kazi ambazo zimewekwa mahasusi tu kwa watu ambao wako nje ya Canada,
na kuna zile ambazo zimewekwa kwa watu ambao wako ndani ya Canada. Kuna swali hapa inasema, people also ask, can foreigners apply in Canada job bank? Hata najua pia wewe uko na hiyo swali. Unauliza, je, mtu ambaye yuko nje ya Canada anaweza kupata kazi akiwa nje, akiwa labda Afrika, akiwa Kongo, Tanzania, Rwanda, Burundi, Kenya ama Uganda ama nchi yoyote, Zambia, popote kwenyewe huko, je, unaweza kupata kazi ukiwa huko? Hiyo swali yako, acha tukliki hapa tuone. Inasema hivi, when starting the process to immigrate to Canada or get a work permit, you should only apply to jobs from employers who are recruiting international candidates. On job bank, those jobs are clearly identified. Icon indicate a job posting in open to international candidate, means you can apply. Hii inamaanisha ya kuwa kwa mtu ambaye anataka kutafuta kazi ukiwa nje ya Canada, anataka kutafuta kazi huku Canada, lazima ukiwa kwenye job bank uweze kuangalia zile kazi ambazo zimeandikwa ama zimeelekezwa vizuri na waajiri kwamba wanahitaji watu kutoka nje ya Canada. Maana kuna zile ambazo pia ziko lakini ni za watu ambao wako ndani ya Canada. So kisha soma hivyo umeelewa vizuri, unaweza kuja hapa foreigners candidates from outside Canada job bank, click hiyo, gusa hapo. Ukisha click inakuja hapa inasema search and apply to jobs. When starting the process to immigrate to Canada or get a work permit, you should only apply to jobs from employers who are recruiting international candidates on job bank. Those are clearly identified. Yani wanasema ya kuwa ukiwa unataka kufanya kazi, ukiwa unataka kuapply ama kutafuta kazi huku Canada na wewe uko nje, uangalie vizuri zile kazi tu ambazo zimewekwa kwa sababu ya watu ambao ni wageni ambao wako nje ya Canada. Sasa utakuja hapa mahali unaandika search job open to international. Yani angalia zile kazi ambazo zimewekewa kwa sababu ya wale candidate ambao ni international ambao hawako hapa. Then you will click here. Utagusa hapo. Ukishagusa hapo wanakuletea result ya kazi. Na hizi kazi kama unavyoona zimepostiwa leo tarehe 9. Nadhani hii video unaiona tarehe 10 lakini mimi nimeifanya tarehe 9 mwezi wa 4 2025. Kazi ndio hizo ziko hapo. Kuna hotel front desk supervisor. Huyu ni yule mtu ambaye anasimama mbele kwenye hotel. Kazi ni 19,407. 19,407 jobs ndio ambazo zimewekwa kwa sababu ya watu ambao wako nje ya Canada. Ni wewe sasa uweze kujua ni wapi, ni sekta gani ungetaka kuomba kazi. Kuna hizi hapa ambazo zinaitwa hotel, kuna hiyo hotel front desk supervisor, kuna line cook, kuna grill cook, kuna administrative assistant, kuna retail store supervisor, kuna retail store supervisor tena imejirudia na mshahara. Kumbuka na mshahara umeandikwa kama retail store supervisor imeandikwa $25 hourly, yani $25 kwa saa. Piga mahesabu yako ni pesa ngapi. Kuna hii journeyman /woman plumber, hawa ni kama ni maplumber au watu wa kuhusika na mambo ya mabomba. Assistant store manager, kuna store manager retails, kuna clubhouse attendant supervisor, kuna carpenter watu wa maseremala, kuna merchandiser, kuna food service supervisor, kuna bookkeeper, kuna customer service supervisor, housing constructions, kuna plumber, assistant manager retails, kuna line cook, food counter, kuna hii tena food counter imejirudia, tire technician. Hawa ni wale wanatafuta watu ambao wamesomea mambo ya tairi, kutengeneza matairi ya gari nini vitu kama hizo. Unaona kuna retail store supervisor na hizi zingine ziko nyingi sana. Hii inaitwa sijui RMT, register messenger therapist, iko hapo, mshahara mrefu sana, $130,000 kwa mwezi. Hata karibuni ili $1,300,000 kwa mwaka.
kazi mzuri sana hiyo. Alafu truck driver, waendesha magari hapa sasa. Ndio maana hapa ndio kuna wagolo muhimu wa kukwambia kujifunza kuendesha gari na kuwa na driving license ambayo inaeleweka. Mshahara mzuri sana, $36 kwa saa, $36 kwa saa. Kwa hivyo hizo ndio kazi ambazo ziko. Tuchukue hii ya truck driver, tuangalie labda kama mtu ambaye anaendesha gari, wewe unajua kuendesha gari vizuri, unaweza kuendesha lori na vitu kama hivyo, unaweza apply job kiasi vipi? Kama nilivyosema nitawaelekeza. Hii imeandikwa hapa, kuna new, kuna outside, kuna direct apply, kuna post on job bank. Wewe kuja hapa kwa post job bank. Hii ya pinki, gusa hiyo ya pinki. Ukishaifungua hivyo itakuonyesha mahali ambapo kazi inapatikana. Address iko hapo Calgary. Calgary iko Alberta. Hiyo ni province. Address zote ziko hapo. Wanasema on site, yani utaendeshea gari kule kwa site. Mshahara wako umerudiwa pale vizuri sana, $35. Hapo wanasema mtafanya kazi 35 hours per week, yani mtafanya masaa 35 kwa wiki. Kila kitu maelezo ya kazi iko hapo. Wanasema permanent employment, full time ziko hapo, day, evening, morning, kila kitu iko hapo. Maana kuna wamekuwekea details za kazi, wewe unaelewa ni nini unakuja kufanya. Wewe ambaye unajua kuendesha lori vizuri, unaweza kusukuma machine. Lugha ambayo inahitajika ni Kiingereza, lakini nadhani lugha sio shida pia. Afu maana Canada wanazungumza lugha mbili, Kifaransa pamoja na Kiingereza, lugha mbili zinawezekana. So hizo zote ziko hapo. Afu utakuja sasa mahali ambapo wanaandika hapa show how to apply. Hii ya green, you click there again. Kisha click pale nakwambia how to apply, banasema by email. Email address yao iko hapo. Waandikie, waambie. Na hii inafanyika kwa kazi zote ambazo unaziona hapa. Nimejaribu kufanya hii ya Kiingereza kwa sababu tayari nishafanya ya Kifaransa na nikaonyesha Wafaransa jinsi ya kufanya. So nimejaribu kuchukua hii ya Kiingereza pia ili Waingereza pia waweze kuelewa ni wapi pa kupitia, nini cha kufanya. Unafanya vile, utaklik hiyo email yao inaandikwa Alberta Ltd nini na nini. Hii message imeingilia pale. Then itakusaidia kuwaandikia wale, waambie muweze kuelewana na kujua gisi utaweza kupata hiyo kazi. Tukirudi nyuma, tuangalie kazi nyingine tofauti. Hiyo tulikuwa kwa hao truck driver and supervisor. Tunaweza kuja kwa kazi nyingine, food counter. Hii hapa. Click pia hiyo pink, gusa kwa hii pink, inafunguka hivyo. Inaonyesha details. Water Screen Week, sijui pia iko Alberta. Wanasema on site, kazi iko hapo na maelezo yao yako hapo. Wewe teremka tu, kila kazi utaona ukishasoma maelezo pale umeelewa. Kuja hapa mahali andika how to apply, una click pale. Sawa, wanasema you apply by email. Hiyo kitu ambayo iliwaka njano, iliwaka jaune, iliwaka yellow afu ikazima, ndio inaonyesha jinsi ya kufanya application yako. Very easy. Lakini pia unaweza pia kuangalia kazi nyingine. Mimi najaribu kukugusia tu uone. Hii hapa anaitwa assistant manager and retails. Huyu sijui anafanya kazi gani mimi. Tukuje hapa kwa huyu plumber. Tunagusa hapa naye. Plumber wanasema aje, kazi inapatikana wapi? Hii iko British Columbia, Vancouver huko nadhani, huko maeneo ya Vancouver. Inaitwa Surrey sijui BC. BC inamaanisha British Columbia, ni mmoja kati ya province za hapa Canada. Hawa wajaindicate mambo ya vitu mingi, lakini nadhani kila kitu iko hapo pia, nao wameonyesha na masaa ya kazi nini kila kitu. Then how to apply, you click here. Nao wanaweka pale email address, hiyo imewaka pale yellow. Unawaandikia kupitia email address, unawapatia pia sifa zako, inakuwa vizuri zaidi. Na maswali ambao watakuuliza unawajibu bila wasiwasi yoyote, na Mungu anaweza kukusaidia ukapata kazi. Nadhani nitakuwa nimekuonyesha hizi ni aina ya kazi ambazo zinapatikana na jinsi ya kuziomba ukiwa nje ya Afrika. Ikiwa nje ya Canada, tafadhali nje ya Canada kwa kutumia simu yako ama kutumia kompyuta yako. Kazi ziko hapo ni nyingi sana.
Lakini kama kwa mfano kazi yako haijapatikana kwa zile ambazo nimekuonyesha pale, still bado ukiwa tu hapa kwa Job Bank utagusa tu hii hapa inaitwa foreigner candidate from outside Canada. You just una click tu pale, kisha click pale uta scroll kwa kwenda juu hapa, utapanda juu utafute hapa mahali ambapo wanaandika looking for work in Canada, search job from employers who are recruiting foreigners candidate from outside Canada. Tuseme hivi, hii mimi nilikuwa nimeshafika hapa kitambo. Wewe utaandika sasa, kwa mfano wewe unataka kazi ya shamba, tuseme tu kazi ya shamba kwa mfano. Andika tu hapa ferme ama farmer hivyo. Mtu wa shamba. Hapa wanakuuliza location, city, province or territory. Yani ungetaka ikuwe katika city gani? Kama vile unavyoelewa nishawaambia kama Canada iko na province 10 na territory 3. Sasa wewe utachagua, ama utachagua unataka kwenda kwa province gani ambayo itakufaa zaidi. Kama ni Quebec, kama ni Ontario, kama ni British Columbia, kama ni New Brunswick, kama ni popote pale ambapo unataka. Utaklik, lakini mimi nitakuambia utafute tu ndani ya Canada nzima. Hapo kwa city andika tu all Canada. Yani Canada yote wakutafutie kazi. Hiyo ni farmer. Kazi ya mtu ambaye labda ni mkulima tu, mambo ya shamba. Hii haihitaji skills yote, hujasomea, hujafanya chochote. Ndio maana nimechukua mkulima. Kwa hivyo unaweza weka na wewe kazi yako. Unaweza weka kama ni kinyozi, kama wewe ni baba, kama ni kazi yote yenye unajua, yenye unafanya kabisa unaweza kuifanya pia vizuri, unaielewa vizuri. Utaiandika pale kwa lugha ambayo unaiweza, Kifaransa ama Kiingereza. Then utakuja hapa kwa search, utatafuta. Ukisearch unaona hiyo kazi za watu wa shamba wanahitajika watu 79. 79 people, 79 person ndio wanahitajika ndani ya Canada kwa sasa kwa hizi kazi za shamba. Mshahara ni $17. Kuna mishahara mingine tofauti. Kwa hivyo hapa unabahatisha bahati yako. Na hizi kazi ziliuploadiwa, zimewekwa juzi. Kuna hii ya leo tarehe 9 nikiwa nafanya hii video, April 2025 tarehe 9. Kuna hii iliwekwa juzi ama jana plito. Wewe kwako ni juzi, maana hii video unaiona ikiwa tarehe 10 tayari. Tarehe 8 hii ni ya tarehe 7. Kwa hivyo hizi ni kazi ambazo bado ziko fresh. Hii imewekwa tarehe 4. Hii hapa inaitwa farmer worker general. Yani hii farmer worker general yani mtu mwenye anafanya mambo yote ya shamba, kama ni kuvuna, kama ni kufanya chochote. Na ni kazi ambazo zinapatia watu visa haraka sana, hizi za mashamba sana. Juu hizi hazihitaji mambo mengi, hazihitaji vitu mingi sana. Then utaklik hapo kwa Job Bank. Hapo mahali andika kwa hiyo pink. Ama nirudi nyuma kidogo nisikuchanganye. Utaklik kwenye hii post on Job Bank, hii ya pink. Gusa hiyo hapo. Itakuonyesha tena, utasoma hizo vitu zote, mahali kazi inapatikana, nini, kila kitu imeandikwa hapo, details zote utasoma uelewe. Afu utakuja on how to apply, una click pale, nao wanasema apply by email. Utawaandikia email, uambie vile wewe unaweza kufanya kazi vizuri, unafurahisha mzungu, unafanya kazi mpaka mzungu anapenda. Kwa hivyo utawaonyesha pia uwezo wako, yani mtaongea na wao kupitia hiyo email address yao ambao wameweka hapo. Kwa hivyo nimejaribu kuonyesha zile kazi ambazo labda mtu anaweza kuwa ako na kitambulisho, ako na certificate, umesomea mambo ya plumber, mambo ya carpenter, mambo ya construction, ujenzi na vitu vingine, driver, labda uko na driving license yako ungetaka kufanya hizo kazi, zote ziko pale. Lakini pia nimekuonyesha ya mtu wa chini kabisa wa shamba, nayo nimekuonyesha. Mshahara ni mzuri sana, kama mmeona ni $18 kwa saa. Kwa hivyo watu wangu wa nguvu wa Leza TV, nadhani nimejibu maswali ya wale ambao mlikuwa mnaniuliza. So endelea kusupport Leza TV. Kama video hii umeiona ya muhimu kwako, usisite kuipartage, kushare na wengine ili pia nao waweze kupata. Labda wewe unafanya kazi ya shamba, lakini mwenzako anaweza kuwa anafanya kazi ya kinyozi ama anafanya kazi nyingine tofauti, uweze kumshare pia, labda kwa bahati nzuri anaweza kabahatika yeye akapata kazi
na siku nyingine akakuja kukusaidia, na wewe pia labda na wewe ukapata kivyako, ama mkapata nyinyi wote mkakuja Canada. Imagine ni furaha kiasi gani wewe na rafiki yako mkuje kuishi Canada kwa sababu ya kazi ambazo mmepata kupitia Job Bank. Asante sana kwa wale ambao wanaendelea kutazama Leza TV. Asante pia kwa maoni yako kupitia comment section, lakini pia nikusii mwisho nikiwa natoka ya kwamba usikae tu, usilimit mawazo yako kwangu, na wewe ufanye research zako, na wewe ufanye utafiti wako, fanya research zako personnel, yani fanya personal research uweze kujiridhisha pia na ujiongezee pia elimu nyingine ya hali ya juu zaidi hii ambayo mimi nakupatia, itakusaidia zaidi. Asante sana, nimeondoka kwa sasa, tutaonana tena katika video itakayofuata. Thank you so much and goodbye.